بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يكم حمد الله تبارك وتعالى نكم تكيا زيادة صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. bado tunaendelea na darasa yetu katika kitabu Sharh Usul Thalatha, sharh ya Usul Thalatha, na tunaangalia anaposema hapa wasabru thalathat aqsam, subra ziko namna tatu. Sabru ala ta'ati llahi, subra juu ya taa ya Allah. Unatakiwa uwe na subira mpaka uweze kufanya taa ya Allah, lazima uwe na subira. Pia sabru ala maharimillahi, kusubiri juu ya kuacha mambo ya haramu wala haramisha Allah tabaraka taala, yanahitaji subra mpaka uweze kuyaacha. Pia sabru ala aqdarillahi, pia kusubiri juu ya makadirio ya Allah, allati yajriha, makadirio ambayo Allah anayapitisha, imma mimma la kasaba lilibadi fihi, katika mambo ambayo sio katika aliyopitia katika kuyachuma mtu katika mambo hayo, wa imma mimma yajrihi Allahu ala aidi ba'dhi al-ibadi, kupitia juu katika mikono ya baadhi ya watu, minal idhai, katika maudhi, wal i'tidai, na uadui wanaofanya watu. Hiyo makadirio ambayo hayapitii katika kichumo la mtu, anayapitia katika mikono ya mtu, analeta tu mwenyewe Allah hivyo, au ima anayapitisha Allah katika mikono ya watu, miongoni mwa maudhi na uadui wanaofanya watu. Yote haya ni subira. Anataka mtu awe na subira katika daraja zote tatu hizi. Katika taa ya Allah, kumtii Allah, kunatakiwa subira, na katika kuacha maharamu ya Allah inatakiwa subira. Pia katika makadirio Allah alokadiria kufika, basi inatakiwa uwe na subira, ima ya kawaida kutokezea, ima katika maudhi ya kufanyia watu na uadui kufanyia watu. Ni makadirio ambayo Allah kasha yafanya, hausani katika masuala ya kujigania haki na kufuata haki. Anasema dalili, na dalili ya hayo kauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah ta'ala aliposema wala asr. Anaapa Allah subhanahu wa ta'ala kwa zama za asr, au kwa zama tu. Innal insana, hakika binadamu, la fi khusr, yupo katika hasara. Allah alichokia pia kwamba binadamu siku zote yupo katika hasara, yani khiba na hasara, kwenda patubu na hasara tu. Illa, isipokuwa amewavua hatakuwa hapo katika hasara, alladhina amanu, wale ambao walioamini, wa amilu salihati, na wakafanya matendo mema, watawasau bil haqqi, na wakahusiana kuifuata haki, watawasau bis sabri, na wakahusiana kuwa na subira. Hawa ndio ambao watakuwa alokuwa mtu atakayekusanya mambo manne haya, sifa nne hizi, huyu ndio atakuwa ameokoka kutoka, sio katika wale wapata hasara, atakuwa yeye ataondoka. Suratul Asr. Qauluhu, qauli yake anasema, aliposema asema wadalilu, na dalili, ai ala hadhihi almaratib alarba'a, yani dalili inayojulisha juu ya madaraja hizi nne. Qauluhu ta'ala, ni kauli yake ta'ala aliposema wal asr, hiyo al asr, ai aqsama Allahu azza wa jalla, ameapa Allah azza wa jalla fi hadhihi surat, kwa hii sura, bil asri, kuapa kulikuwa pia al asri alladhi huwa dahru, nayo hii ni dahr, maana yake zama zote. Asri maana yake ni zama zote. Wa huwa, nayo hii dahru, zama hizi, ni mahallu al hawadith, ni sehemu ya kutokezea matukio mbalimbali, min alkhairi wa sharri, miongoni mwa mambo ya khairi na mambo ya shari. Fa aqsama Allahu, basi akaapa Allah azza wa jalla, ala al-insani, kumwapia binadamu, kullu insani, kila binadamu, fi khusrin, atakuwa katika khasara, illa man ittasafa bi hadhihi sifati al-arba'a, isipokuwa yule ambaye atakayesifika na sifa nne hizi. Isipokuwa yule atakayesifika na sifa nne hizi, huyu ndo ataondokana na hiyo hasara, atakuwa hayupo katika hasara. Nayo al-imanu, kuamini, wal amalu salih, na vitendo vyema, kufanya amali njema, watawasi bil haqqi, na kuhusiana kuifuata haki, watawasi bis sabri, na kuhusiana kuifuata subira.
Atakayesifika na mambo haya basi huyu atakuwa sio katika waliopo katika hasara. Qala Ibn al-Qayyim, amesema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, jihadun nafsi 4 maratib. Jihadi ya nafsi ina daraja 4. Yani unapiga jihadi na nafsi yako basi daraja 4 hizo utakaozifuate ndio uweze kupambana nayo kupigana jihadi na nafsi yako. Ahaduha, moja katika hizo, anyujahida, apigane na nafsi yake ala ta'allumil huda wa dinil haqq, juu ya kujifunza uongofu na dini ya haki. Alladhi, dini ambayo la falaha laha, haina kufaulu kwa hiyo nafsi hiyo, wala saadata, wala utukufu fi maashiha, katika maisha yake hiyo nafsi, wa maahadiha, na marejeo yake nafsi, illa bihi, isipokuwa kwa dini hiyo au dini ya haki. Kwa hiyo lazima awe yapambane nafsi yake juu ya taallumil huda, kujifunza uongofu, wa dini al-haqi, na kujifunza dini ya haki aweze kuijua. Thania, an yujahidaha ala al-amali bihi baada ilmihi, apigane nafsi yake kuyafanyia kazi hiyo dini baada ya kuijua hiyo dini. Kwa hiyo afanyie kazi yale ambayo aliyajua, lazima apigane jihadi na nafsi yake kwa hilo. Thalitha, 3, an yujahidaha, apigane jihadi na nafsi yake ala da'wati ilayhi, juu ya kulingania watu kuelekea katika hiyo dini ya haki na kuifuata haki, wa ta'limihi, na kuifunza, man, kumfundisha yule ambaye la ya'lamuhu, hayui hiyo dini. Arabi'a, 4, an yujahidaha ala sabri, ajapigane na jihadi nafsi yake juu ya subira, yani iweze kusubiri, ala mashaqi da'wata, juu ya mashaka ya da'wa ila Allah, kuelekea kwa Allah, wa adha al-khalqi, na vile vile maudhi ya viumbe, wa yatahammal dhalika kulluhu, na yabebe hayo yote, lillahi, kwa sababu ya Allah tabaraka taala. Fa idha istakmal, basi yatapokamilisha hadhihi al-maratib 4, hizi daraja 4, sara min ar-rabbaniyin, basi atakuwa yeye katika rabbaniyin, yani watu wenye kufanya taa katika ibada kabisa. Na inshallah tunaendelea na haya, kwa sababu chini anaelezea hapa kwamba Allah ameapa kwa al-asri kwa sababu gani, lakini inshallah darasa hili litaishia hapa. Tutakuja kuendelea katika darasa ijayo kuendelea kuyasoma. Bado yapo mengi tutayasoma inshallah taala katika swala hili la subra hili. Kuna mambo mengi tu tutakuja kuyasoma inshallah taala. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.